Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na muujiza wa mti wa mfumbili. Mti huu bwana unategemewa sana na waganga wale wakuu, wale magwiji. Nadhani wale waganga wa Tanga wanaufahamu vizuri sana mti huu wa mfumbili. Je, mti wa mfumbili unaufahamu wewe? Una kazi gani na una miujiza gani na una tija ipi katika maisha ya mwanadamu? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa kwa yule mke anayeteswa na mume wake au mume anayeteswa na mke wake. Umti ni mujarab sana wa kumfanya mke akutii au mume akutii na kutekelezea kile unachokitaka. Na mti huu una uwezo wa kumfanya mpenzi wako aishi vile wewe unavyotaka, kwamba mwanamke wangu huyu ana tabia mbaya, ana tabia ya uzinifu, ana tabia chafu, au mwanamke huyu ana tabia kadha wa kadha ambazo mimi sizipendi, nataka aziache. Au mwanaume wangu mimi ana tabia chafu, ana tabia za uzinifu, ana tabia kadha wa kadha, ana tabia za ulevi, lakini mimi nataka aache, anisikilize mimi na anitii. Yaani baada ya Mungu amsikilize Mwenyezi Mungu na amtii Mungu na afuate sheria za Mwenyezi Mungu, lakini wa pili niwe mimi, watatu wafate wazazi wake au ndugu zake. Mti huu na mambo mengi sana. Je, unawezaje kuutumia mti wa mfumbili kumfunga mke mzinifu au mume mzinifu na kumpa limbwata akufanyie kile unachokitaka wewe? Yani umuinamishe, akutii. Unachokitaka aseme ndiyo baba, utachomwambia ndiyo baba, utakachomwambia ndiyo mama, utachomwambia ndiyo mama. Leo mimi sitaki utoke, naomba ushinde nyumbani mume wangu. Mwanaume hatotoka. Leo mimi wewe mke wangu sitaki utoke, nataka ushinde nyumbani. Ndivyo takavyokuwa. Utaenda utazunguka katika mizunguko, utamkuta mke wako amekaa tu nyumbani au mume wako amekaa tu nyumbani. Yaani unamfanya mume kuwa zezete, kumweka katika kiganja. Unachotakiwa kukifanya wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama, koga maji yako safi, kisha tia udhu, njoo katika mti huu, tia nia: ewe Mwenyezi Mungu, Mola wa Jibril na Mikail na Israfil na Israel, ya Rabbi, wewe ndiyo upo juu ya sheria na wewe ndio uliyeumba, na kila ulichokifanyia uumbaji ulikiumba kwa sababu, na wewe Mwenyezi Mungu ndio upo juu ya sababu. Na kuomba ewe ya Rabbi, uliumba ardhi ukaumba mbingu, mimi nina changamoto katika ndoa yangu. Mke wangu ananisumbua sana, hanitii, hanisikilizi wala haniheshimu. Nataka nikamuinamishe afate kile ninachokihitaji. Au mume wangu ananisumbua, haniheshimu, anitii wala hanisikilizi. Tabia zake ni chafu, zinaufedheesha moyo wangu, zinafanya mpaka ndoa yangu naichukia. Nataka mume wangu awe mwanaume wa namna fulani. Sawa Kisha chukua magome ya mti wa mfumbili, parua vizuri. Chukua na haya majani ya mti wa mfumbili ya kutosha. Chukua na mizizi ya mti wa mfumbili. Sawa Rudi mpaka nyumbani kwako, twanga vyote kwa pamoja upate usembe ule unga. Kwa yule mwanamke unapokuwa unapika chakula, nuiza katika chakula pale unapopika. Sawa fulani bini fulani, mimi nahitaji unitii, uniheshimu na unisikilize na uache tabia mbaya mume wangu. Hakika ndivyo utakavyokuwa. Au mwanamke unaweza kumwekea katika juisi au katika kinywaji. Hata mwanaume pia ni hivyo hivyo, unaweza kumwekea mkeo katika chakula, katika juisi, katika kinywaji. Utakavonuia hata mkila watu wote, ndivyo utakavyokuwa. Lakini ukihitaji kumfanyia limbwata kubwa zaidi na zaidi, yani yule mtu ainame awe zezeta, akusikilize tu, asihangaike na wanawake wengine au asihangaike na wanaume wengine. Sawa Unachotakiwa kukifanya, utakata kucha zako zote za mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Utachukua ndevu zako, kama ni mwanaume una ndevu, au nywele zako utakata za kichwani, nywele za kila sehemu, kwa bibi kule, kwa babu, wewe chukua, na kucha zako za mguu wa kulia na kushoto chukua zote kwa pamoja. Choma
katika jiko lako, aidha ni la gesi, upate ule usembe wa unga, changanya na huu unga wa mfu mbili, tumia kuwekea katika kinywaji, katika chakula, katika kupika. Basi kile utakachokuwa unamwambia, kama utamkusudia ni mwanamke, ukimwambia mke wangu mimi sitaki utoke hapa, atakwambia ndio baba, hataweza kutoka. Na kama ni mwanaume umemkusudia mwanamke, ndivyo atakavyokuwa. Na kama ni mwanamke umemkusudia mume wako, sawa, aache tabia mbaya, nataka leo unarudi saa 12 nyumbani, atakwambia ndio mama, nimekuelewa. Ndivyo atakavyokuwa. Atakuheshimu na kukutii na kukusikiliza na kukuogopa. Hataweza kuwa na tabia mbaya, zinamwachisha mpaka tabia chafu. Mti huu una mambo mengi sana na una miujiza mingi sana. Mti huu pia unaingia katika chango kwa wanamama wanaosumbuka na maradhi ya chango, wanashindwa kuzaa, na hata wakina baba pia wanasumbuka na maradhi ya ngiri pia unaingia. Lakini huu ni mujarabu sana kwa limbwata la kumfunga mpenzi akufanyie kile unachokihitaji. Kwa leo mimi naomba uridhike na elimu hii ambayo nimekupa. Kwa leo acha niishie hapa, kwa wakati mwingine nitakuja kueleza kwa urefu zaidi. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio. Umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa, na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe mtu wa mafanikio. Na pia kama unahitaji pete za majini, pete zilizofanyiwa kafara za wanyama mbalimbali, za kukupa mvuto wa kupendwa kila kona ya dunia utakayopita. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Na je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za mimea pamoja na miti na elimu za kiroho kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa, usisite kubonyeza namba alama ya jumlisha 255 784 120 592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.